katika ukumbi wetu wa Shamba Mfanisi Law, ambapo chama cha wananchi CUF leo kinazungumza nanyi kuhusiana na masuala kadhaa yaliyojitokeza ndani ya miezi miwili mitatu hii na matamko mbalimbali yaliyotolewa na viongozi wa serikali, ikiwemo tamko la msamaha wa rais kwa baadhi ya wale waliokuwa na kesi za uchumi, tamko la Kangi Lugola kwamba hana taarifa kwa sisi vyama vya upinzani tunazuiwa na jeshi lake kufanya mikutano ya hadhara na matamko mbalimbali. Tunaona habari kama tutakuwa tuna kumbukumbu sahihi, tunaelekea kwenye chaguzi za serikali za mitaa, lakini sambamba na hilo pia kuna uandikishwaji wa daftari la kudumu la wapiga kura unaendelea, ulizinduliwa pale Moshi. Sasa mambo yote haya ukiyatazama kwa pamoja, pana mkanganyiko mkubwa na mambo mengine yanakuwa ni kinyume hata na sheria zenyewe zinazohusiana na jambo hilo. Kwa mfano, katika swala la uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, kwenye tovuti ya tume wameweka msisitizo kwamba anayepaswa kwenda kuandikishwa kupiga kura lazima ataje na namba yake ya simu. Sasa hili jambo sio jambo la kisheria. Sifa za mpiga kura sio lazima awe na simu, amiliki simu. Sasa unapokuja kuleta kitu kinachokuwa kigezo katika kuandikisha lakini sio kigezo katika kupiga kura, maana yake unapora uhuru na haki ya Watanzania ya kumchagua kiongozi wanayemhitaji. Hili sio takwa la kisheria, sio takwa la kanuni. Kwa hivyo tume ya uchaguzi isifanye mambo kwa kadri ya utashi unavyowaelekeza, ifanye mambo ya kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura kwa mujibu wa kanuni na sheria ya uchaguzi. Tunasisitiza swala la mpiga kura kutaja namba yake ya simu ni swala linalokwenda kinyume na kanuni, kinyume na sheria ya uchaguzi. Na ni wangapi wanamiliki simu hapa Tanzania? Wapiga kura walio wengi ni wakulima wako vijijini. Kuna maeneo mengine hata huo mtandao wenyewe haupo. Nitatoa mfano, wilaya ya Kilwa, ukienda kata inaitwa Likawage, hakuna mtandao wowote unaopatikana huko. Kwa sababu hiyo tu, wananchi wa kata ya Likawage hawatakuwa na uwezo wa kumiliki simu kwa sababu hapana mtandao wowote unaopatikana katika eneo hilo. Sasa tume ukiweka kigezo kwamba unapotaka kuandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura lazima umiliki simu, lazima utaje namba yako ya simu, maana yake wananchi wa Likawage, wa kata ya Likawage hawatakuwa na sifa na uwezo wa kuandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hivyo tume inapokuwa inaweka vikoromwezo katika uandishi, na hili jambo linasikitisha kwa sababu kwa waziri mkuu pale wakati anazindua hili daftari ilionekana kabisa na watu wanakwenda pale wanataja namba zao za simu. Waziri mkuu anajua hali yetu ya mitandao ya mawasiliano ipoje ndani ya nchi. Kwa hivyo halikuwa jambo ambalo linapaswa liwekwe katika tovuti ya tume kwa kusisitiza, na daftari linaendelea. Lakini tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Uandishi wa wakazi ambao watahusika kupiga kura utaanza tarehe 8 mwezi wa 10. Katika mambo walioorodhesha kama sifa, mojawapo ni mtu anayekwenda kujiandikisha kuwa na kitambulisho. Kama hana kitambulisho cha NIDA, awe na kitambulisho cha mpiga kura. Kama hana kitambulisho cha mpiga kura, awe na leseni. Sasa hivi vitambulisho vyote hivi kwenye uchaguzi wa mitaa, uchaguzi wa wananchi wenyewe wanaochaguana wenyewe, ingawa kwenye ule mwongozo pametoka kama option fulani kwamba iwapo atakuwa hana kitambulisho chochote basi atambuliwe na wakazi wa eneo husika. Sisi kama chama cha wananchi tunadhani hapa ndio pa kusimamia kwamba mpiga kura wa mtaa anatambuliwa na wapiga kura wa mtaa husika, wakazi wa mtaa husika. Swala la vitambulisho, mtu anaweza akaja na kitambulisho kilichoandikwa Songea wakati wa uchaguzi mkuu ama wakati wa uandikishaji wa masuala ya NIDA alikuwa anaishi Songea, sasa amehamia Manzese, sasa amehamia Vingunguti. Akienda kuonyesha kitambulisho hiki, na kwa sababu tu ya misigano ya kisiasa, kwa sababu tu ya mitazamo ya kiitikadi,
Mtu huyu anaweza kawa anajulikana itikadi yake ni ipi, mawakala wa vyama vingine wakamwekea ngumu asiandikishwe, kwa sababu kitambulisho anachokionyesha pale ni kitambulisho kilichoandikishwa nje ya eneo ambalo yeye anajiandikisha kuwa mpiga kura katika chaguzi za serikali za mtaa. Hili jambo nalo la kutumia vitambulisho kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ni kikwazo kitakacholeta migongano baina ya wananchi, na huu ni uchaguzi wa wananchi wenyewe kwenye mtaa. Kwa hivyo anayepaswa kujua huyu ni mkazi sio mkazi ni wakazi wenyewe, na ndio maana pana mawakala wa kila chama watathibitisha kwamba huyu anakaa ndani ya mtaa wetu ama haishi ndani ya mtaa wetu, kuweka vitambulisho. Na wenzetu sisi wamekuwa mabingwa wa kudurufu vitambulisho. Wanakaa kwenye ofisi zao za Chama cha Mapinduzi, watatengeneza, wataishu vitu ambavyo kuweza kuviprove at once anapokuja kuonyesha ni ngumu. Unakuja kugundua baadaye kwamba kitambulisho kilichokuja fake, watu walikuwa wakiweka vitambulisho ofisi ya CCM mtaa fulani, ama walikuwa wanapewa vitambulisho kwa mjumbe kwa nyumba 10. Matokeo yake mtaa unapata kiongozi sio kwa utashi wa wakazi wa mtaa husika, bali kwa wageni walioletwa na wakapewa vitambulisho na kujiandikisha kama wakazi wa mtaa husika. Tunakwenda uchaguzi wa serikali za mitaa, ni chaguzi muhimu sana. Uchaguzi wa serikali ya mitaa unakwenda kuunda kamati ya maendeleo ya kata. Kamati ya maendeleo ya kata ndiyo inayoratibu miradi midogo midogo, maendeleo, shughuli za kijamii ndani ya kata husika, mwenyekiti wake akiwa diwani wa kata husika. Kwa hivyo ni vyema kuweka utaratibu utakaowafanya wakazi wa mtaa husika waweze kufanya maamuzi kwa mustakabali wa mitaa yao, na sio kutoa fursa ya kutengenezwa vitambulisho feki. Na kuna kipengele kingine kinasema mgombea lazima awe na kipato halali. Kipato halali, wanahabari, unakithibitishaje? Wananchi tuliokuwa wengi katika chaguzi hii ya serikali za mitaa ni chaguzi za wakulima, ni chaguzi zinazokwenda mpaka vijijini. Kijijini kumkuta mtu ana kipato halali kwa tafsiri ya sheria ya kipato halali, sheria za kodi. Kipato halali ni kile kinacholipiwa kodi. Sasa mtu anaweza akaandika yeye muuza genge, kwa kuwa yuko kijijini, yuko muuza mapapai, muuza miogo, halipi kodi. Akiandika hivyo kwamba mfanyabiashara wa ndogo ndogo, pingamizi litakalokuja athibitishe uhalali wa kipato chake. Uhalali wa kipato utathibitisha kwa kulipiwa kodi. Hana stakabadhi inayomuonyesha amelipia kodi. Hakuna mfumo wa kodi mzuri huko kijijini, na wanaokwenda kwa wasimamizi wa chaguzi hizi ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Ilitawekwa pingamizi, wagombea wa vyama vya upinzani wataondolewa kwa kushindwa kuthibitisha uhalali wa kipato walichokiandika, walichojaza kwenye fomu zao, na kufanya mitaa iende kwa CCM bila ya kuwa na pingamizi la kiuchaguzi, bali pingamizi la kiufundi. Kwa hiyo kipengele hiki ni kipengele kinacholeta tabu pia katika chaguzi za serikali za mtaa. Wagombea wetu kuthibitisha kipato halali ni muhimu sana. Na ukishaweka useme mgombea lazima awe na kipato halali, maana yake kama akishindwa kuandika kipato halali anakosa sifa za kuwa mgombea. Kwa hivyo mazingira yanayotengenezwa na TAMISEMI, mazingira yanayotengenezwa na tume ya uchaguzi ni mazingira ya kiubaguzi ndani ya nchi yetu. Sisi sote ni Watanzania. Hatupaswi kutengeneza mazingira yatakawafanya wengine waende wapate haki ya kupiga na kupigiwa kura, na wengine kazi yao wawe wapiga kura, kwa sababu kipengele hiki hakipo kwa mpiga kura. Yaani mpiga kura hutakiwi kuwa na kipato halali ndio upige kura, isipokuwa unayetaka kupigiwa kura ndio unatakiwa uwe na kipato halali. Maana yake nini? Wakikuengua katika kupigiwa kura utakwenda kuwa mpiga kura. Kwa hiyo kuna watu wanatengenezwa kuwa wapiga kura na kuna watu wanatengeneza kuwa wapigiwa kura. Sio diwani wala sio mwenyekiti wa serikali ya mtaa mkoa wa Mtwara, lakini kafanya mkutano wa hadhara. Sasa IGP, unapowakosoa makamanda wako tunakupongeza, ni kauli ya kijasiri, lakini iendane na vitendo, utekeleze. Na pale tunapozuiwa sisi, uambie makamanda wako kwamba hampaswi kufanya hivyo.
Na ndugu zangu, tunaweza kuwa tuna maendeleo ya kiuchumi, tukawa tuna uwezo mzuri na fursa nzuri za kudhibiti mambo ya rushwa, kudhibiti mfumuko wa bei. Tunaweza tukajitapa kweli, miundombinu inaboreshwa vizuri, lakini kama huna demokrasia ya kweli, hivi vyote havitakuwa na maana, kwa sababu demokrasia ndiyo nyenzo ya ukuaji wa masuala ya kiuchumi, ukuaji wa masuala ya kimaendeleo, masuala ya kisiasa, masuala ya kijamii yanategemea na demokrasia mlionayo na nchi. Na katika hili mataasisi mengi tu yanayofanya uchunguzi kuhusiana na ukuaji wa demokrasia barani Afrika na duniani kwa ujumla, Tanzania bado wanatushepu katika kipindi hiki cha miaka mitano kwamba demokrasia yetu inazidi kudumaa, inashuka chini tofauti na miaka mitano iliyopita. Sasa hapo unaweza ukapima, kuna maeneo tunafanya vizuri, maeneo ya kupambana na rushwa na nini, lakini kwenye eneo la demokrasia hapa tunazidi kudidimia. Katika hali kama hii, maendeleo unayopata hayatakuwa endelevu, kwa sababu minong'ono ya kidemokrasia, fursa za kidemokrasia zinapominywa, hatimaye wananchi wanaweza wakaamua kutafuta njia itakayowafanya waweze kusema yaliyopo moyoni. Kwa hiyo katika hali kama hii, serikali inapaswa kutumia busara, na katika hili rais anapaswa kulitazama yeye mwenyewe. Kama juzi, wiki moja iliyopita, ametoa tamko la kusamehe waliokuwa na makesi ya uhujumu uchumi, na akatoa maelekezo walipe yale madeni ama zile hasara ambazo walizipatia nchi yetu. Hii ni busara, sio jambo la kisheria, kwa sababu unapokuwa ushawatuhumu na ukawapeleka mahakamani, unaiacha mahakama ifanye maamuzi kwa mujibu wa sheria. Sasa inapoingia busara kama iliyotumika juzi, bila shaka lengo lake ni kuwaunganisha Watanzania, na amejenga hoja kwamba msamaha unapotoa utekelezwe haraka kwa kufuata utaratibu ule ule wa kimahakama, kwa sababu hawa watu wana shughuli zao zimesimama na biashara zao wana nini. Nilivyomwona alipokuwa akizungumza, maana yake nini? Maana yake ametumia busara katika kutatua tatizo tulilonalo. Mheshimiwa Rais, tutumie busara pia kwenye mambo mengine, kwenye mazuio yasiyokuwa ya kisheria ya mikutano ya hadhara. Busara hii inahitajika sana ili kujenga taifa lenye upendo, lenye umoja. Busara hii isiishie tu kwa wahujumu uchumi. Huko magerezani kuna watu wameshikiziwa kubaka, kulawiti, wako humo, lakini sheria imewafanya waendelee kuwepo humo. Kuna watu wanatuhumiwa na makosa ya ugaidi, kina Sheikh Farid na wengine. Mwaka wa 5 unakwenda, huu upelelezi haujakamilika. Hapa sikusudii kuingilia uhuru wa mahakama. Naeleza kwenye kiti wa chama cha wananchi CUF Taifa, Profesa Ibrahim Haruna Lipumba kesho ataanza ziara katika mikoa 8 ya Tanzania bara. Ataanza ziara mkoa wa Tabora, atakwenda Simiyu, atakwenda Shinyanga, atakwenda Mwanza, atakwenda Mara, atakwenda Geita, atakwenda Kagera, atakwenda kumalizia Kigoma. Na tunayokwenda kuyazungumza ni haya niliyokwisha yazungumza, lakini pia kufanya tathmini ya hali ya kiuchumi na maisha ya Watanzania katika mikoa husika, hasa kwa kutazama rasilimali zilizomo ndani ya mikoa hiyo atakayotembelea mwenyekiti wa wananchi CUF. Pia makamu mwenyekiti bara, mbunge jimbo la Mtwara mjini Maftana Chuma, naye atafanya ziara kwa malengo haya niliyoeleza katika mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Pia naibu katibu mkuu bara Magdalena Sakaya, naye atafanya ziara katika mikoa ya Morogoro, Dodoma, Singida na Manyara kwa malengo ya haya tuliyoyaeleza. Nini kitafanyika huko? Tutafanya mikutano ya ndani, lakini tutafanya makongamano kwa upande wa mwenyekiti katika mikoa 4. Tutafanya kongamano la kwanza Simiyu, kongamano la pili tutalifanya Tabora, kongamano la 3 tutalifanya Kigoma, kongamano la 4 tutalifanya katika jiji la Mwanza.
tunaianzisha ziara hii kuweza kuyaeleza haya kwa maana ya kukumbushana sisi vyama vya upinzani na serikali. Wajibu wetu nini? Wajibu wetu ni kujenga Tanzania yenye neema, haki sawa na furaha kwa Watanzania wote. Tanzania ya wote, sio Tanzania ya mtu mmoja, ili tuwe na ustawi wa kijamii chini ya demokrasia iliyo huru na iliyo wazi. Nashukuru kwa kusikiliza. Kama kuna eneo halijafahamika vizuri, basi tutaweza kuuliza maswali na tutatoa ufafanuzi. Karibu. Je, ziara yenu hiyo mnayokwenda kuianza kesho, mtathubutu kufanya ile mikutano ya wazi ili kuona kile ambacho amekisema waziri wa mambo ya ndani baada ya zuio la Rais Mkapa mwaka 2000? Kama mtakuwa mnakumbuka vizuri, kulikuwa na kauli kama hii ya kwamba tuiache CCM itekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi, uchaguzi umekwisha, tukutane 2005. Rais Mkapa alitoa kauli kama hii. Aliyekuwa mkurugenzi wa uchaguzi, kama itakuwa na kumbukumbu nzuri, ama mkurugenzi wa vijana, Shaibu Ali Abdulombe, alitoa tamko kwamba tutaikabili serikali ya CCM na jeshi la polisi Januari 27. Ruksa ya Kangi Lugora, msijue sheria. Sisi tunachohitaji ni kutoa taarifa kwa OCD wa wilaya husika. Sasa kama tutakwenda kufanya mikutano, hatutamjulisha Kangi Lugora, hatutamjulisha mkuu wa mkoa wala mkuu wa wilaya. Tutatoa taarifa, sio tutaomba kibali, tutatoa taarifa kwa OCD wa wilaya husika. Sasa haya yatafanyika ama hayatafanyika itategemea na viongozi wetu wa wilaya tunaoenda kukutana nao. Priority ya kwanza ni kwenda kufanya vikao vya ndani, lakini lazima unapokuwa katika shughuli hizi za kisiasa uwe kiongozi unayeona mbali kwa darubini kali, sio unayekurupuka. Uandishi tarehe 8, au tufahamiane vizuri, uandishi tarehe 8. Ukisema twende tukaanze mikutano ya hadhara, unakusudia tutoe fursa kwa wagombea wetu, viongozi wetu wakamatwe kwa kisingizio cha kufanya mkutano bila kibali, then tukose mitaa katika maeneo husika, sisi mwapite bila kupingwa. Hapo Chama cha Wananchi ni chama chenye viongozi wanaoona mbali. Hilo tutalitafakari tukifika katika maeneo husika. John. Mimi naitwa John, natokea Dampia Blog. Tumezungumzia kuhusu chama chako kujiandaa kuingia kwenye serikali za mitaa na serikali kuu. Jana katika mkutano wa halmashauri kuu ya ACT Wazalendo, kiongozi wa chama kile Zitto Kabwe alisema kwamba iwe isiwe kwa Zanzibar wanakwenda kushinda na kuongoza serikali, na akatahadharisha kwamba mgombea yoyote wa Chama cha Mapinduzi atakayepitishwa wao watashinda kwa mbinu yoyote ile. Na kafu kimekuwa ndio ngome, Zanzibar imekuwa ngome ya Chama cha Wananchi kafu. Naomba kujua namna gani na nyinyi mmejipanga kuhusu kukabiliana na upinzani ambao tayari ACT wameonyesha kwamba sasa kule Pemba na Unguja ndio nyumbani kwao. Sijui inawezekana tukawa tunayapokea ya mambo kwa utashi. Sasa John, ACT wameshindwa hata kufanya uchaguzi wa ndani ya chama Unguja na Pemba. Kama unakosa hata watu wa kufanya uchaguzi katika kisiwa cha Unguja na Pemba, unashindaje rais? Yaani watu wa kuwapa nafasi za uongozi kwenye kisiwa cha Unguja na Pemba huna. Na wao unakumbuka ilikuwa ratiba yao tarehe 22 kama nakumbuka, ama 18 ya mwezi wa 9 ndio wafanye uchaguzi kisiwa cha Unguja. Watu hawakujitokeza kuchukua fomu. Una watu wa kuchukua fomu kuongoza hizo mnazoziita ngome, kuongoza hizo hayo mnayoita majimbo. Unapataje watu wa kukushindisha urais? Lakini chama cha siasa unataka kiseme kwamba kinakwenda kushinda uchaguzi wa 2020. Kila chama cha siasa kitasema kinakwenda kushinda uchaguzi wa 2020, na ndio dhamira ya kuanzishwa vyama vya siasa ni kushika dola. Sasa swali lako kafu imejiandaje? Kafu tuna uongozi kisiwa cha Unguja, tuna uongozi kamili kisiwa cha Pemba, tuna wajumbe wa baraza kuu, tuna naibu katibu mkuu, tuna katibu mkuu, tuna makamu mwenyekiti.
tuna uongozi uliokamilika, na mpaka sasa unapozungumza kafu na wabunge Pemba, ina wabunge Unguja. Sijawasikia watoke hadharani waseme mimi sio kafu, mimi ni ACT. Kama wanao ubavu huo watoke, ili wananchi wajue kweli hawa sio wabunge wa kafu. Kwa hivyo sisi tuna maandalizi mazuri na ziara zinaendelea. Jana katibu mkuu amerudi, kisiwa cha Bojani kilipata maafa pale, kuna nyumba 6 zimeteketea kwa moto. Kiongozi wa kisiasa alionekana kwenda kuwafariji waathirika wa ajali ile ni Khalifa Suleiman Khalifa, katibu mkuu wa chama cha wananchi kafu. Hakuonekana mshauri wa ACT wala balozi Seif Walidi. Hiyo inathibitisha kwamba Pemba na Unguja bado ni ngombe ya kafu, chama cha wananchi. Naam. Asante. Naitwa Dickson kutoka INTV Zanzibar. Tumesikia baadhi mikoa ambayo mtafanya mwenyekiti atafanya ziara, lakini sijasikia visiwa vya Unguja. Je, hii ikoje? Hakuna uchaguzi wa serikali ya mitaa Unguja na Pemba. Tumesema ziara hii inajikita kuhamasisha uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Pemba hakuna uchaguzi huo wala Unguja, kwa sababu sisi wanafanya maamuzi wakati wanaona wao inafaa. Kama Mwalimu Khalifa mnasema alikataliwa kwenye uchaguzi, mimi sikumbuki, hakuwa mgombea 2013. Muhunzi hakuwa mgombea 2015. Mbavunene hakuwa mgombea 2015. Aliyekuwa mgombea 2015 ni Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye tume inasema hakushinda. Kwa hiyo unachokieleza na unaeleza dunia kwamba Maalim Seif kwa matokeo yale hakubaliwi na Wazanzibari. Kwa hivyo tunachokisema, yani hapa ilivyo, hatuhitaji utaratibu ukubalifu wa kisheria. Tunazungumzia ukubalifu wa kijamii, ile legitimacy, social legitimacy. Hiyo ndio inaokupa uwezo wa kupima demokrasia. Ukija kwenye hiyo, utakuta Maalim Khalifa kama hakubaliwi Maalim Khalifa, asingekuwa mbunge miaka 20. Hii ndiyo Patrick Mission High School iliyoongoza masomo ya sanaa na lugha na kutoa mwanafunzi aliyeongoza kitaifa matokeo ya kidato cha 6. Ni shule pekee mkoa wa Dar es Salaam iliyotoa wasichana 2 kwenye 10 bora masomo ya sanaa na lugha kitaifa. Sasa ni miongoni mwa shule 4 tu kutoka Dar es Salaam zilizoingia 20 bora kitaifa matokeo ya kidato cha 6 mwaka 2019. Kwa kufaulisha wanafunzi wote, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2020 kwa shule zake za Patrick Mission High School iliyoko Mivumoni Madale na Jordan Secondary School iliyoko Kunduchi Mtongani Dar es Salaam. Tumetoa mtoto wa kwanza kitaifa bora, lakini ambao tumetoa watoto 2 katika masomo ya sanaa kwa upande wa wasichana. Tanzania inisubiri na dunia kwa ujumla. Inawajali na kuwajenga kitaaluma na maadili. Mkoa wa Dar es Salaam shule 4 tu zimeingia 20 bora. Patrick Mission ni shule mojawapo. Tanzania nzima Patrick Mission ipo sasa katika 20 bora. Patrick Mission High School na Jordan Secondary School, wasiliana nao kwa simu namba 0678 477 869.